Asante sana Dr. Ngaiza kunipa nafasi hii kuongea kuhusu access to justice na mahusiano ya legal empowerment. Lakini kama alivyokuwa ameanza kaka Fulgence, mimi mwenyewe pia nimekuwa ni mdau mkubwa wa upatikanaji wa haki, access to justice. Nimefanya kazi sana kwenye legal aid. Nadhani nimefanya mpaka baadaye ukaona kwamba sasa legal inanizoea sana, kwa hiyo una shift the focus na kwenda sehemu nyingine. So hii pia imenipa nafasi sasa kuiangalia access to justice kwa jicho pana zaidi, kwamba tusiangalie tu sheria kwamba ni sehemu ya kama a controlling tool au ambayo inaongelea zile traditional roles za sheria, au kuangalia building the institutions, kwa mfano mahakama na nini, lakini je, vipi kuhusu wananchi? Ndipo concept ya legal empowerment au uwezeshaji wa kisheria inapokuja. Na kwa nini tunasema legal empowerment? Legal empowerment actually ni term ambayo imekuwa coined I think around 2000, miaka 2000 ya mwanzoni. Na lengo lake lilikuwa zaidi ni kuangalia kwa nini kuna commission walikuwa wamepewa hiyo kazi kufanya, ikiongozwa na waziri wa zamani wa Marekani Madeleine Albright, na mtu mwingine nimemsahau jina, kwamba kwa nini watu wengi ni maskini. Sasa wao wakaja na idea kwamba wanadhani kwamba watu wengi wanaishi kwenye umaskini uliokithiri kwa sababu wanaishi nje ya protection ya sheria. Kwa hiyo if you want to attain a development for these people, ni lazima wawe wana uwezo wa kujua sheria, wawezeshwe, wawe na power, yani kuja na ile agents, kuwa na mamlaka ili waweze kuchallenge systems na kuweza kuimprove maisha yao. Kwa hiyo ukiangalia legal empowerment zaidi imelenga kuwajengea uwezo wananchi, au wanasema sitaki kutumia neno maskini, wote sisi ni maskini tukiangalia zile indicators. Kwa hiyo ni wananchi ambao hawajiwezi, ambao wamekuwa marginalized kama ilivyokuwa presented na Fulgence, kwamba hawa watu ili waweze kujiwezesha kimaendeleo, wakaelewa, wakaweza kuchallenge pale vitu vinavyoenda tofauti na matakwa yao, basi waweze kusimama wenyewe. Maana ukiangalia role ya legal aid ni leo umeenda nimeibiwa kuku au shamba langu limenyang'anywa utarudishiwa, sawa. Kwa hiyo umeenda lakini hakuna uelewa sheria. Lakini lengo la legal empowerment ni kumjengea mwananchi uelewa kwamba kuna vitu vitatu katika legal empowerment. Unatakiwa kujua sheria, uitumie sheria, na uitumie sheria hiyo kubadilisha maisha yako wewe. Sasa katika kubadilisha hayo maisha, inaweza ikakupelekea kubadilisha maisha yako kiuchumi, kisiasa, kijamii na vinginevyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano hapa Tanzania, legal empowerment katika mwendelezo baada sasa pia kuwa na utaratibu wa kuwa na sheria, msaada wa sheria, tumefanya kazi sana kwa karibu na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanajengewa uwezo. Lakini tukasema wanasheria ni wachache sana nchini, hawafiki vijijini. Kwa hiyo tukaja na program, wadau wa sheria wote kwa msaada wa sheria wote tunajua kwamba tukaja na program inaitwa ya train paralegals kila wilaya Tanzania. Wengi wanajua TAWLA pia walikuwa na wilaya zao wanazitrain. Kwa kupitia wale paralegals ambao tulimake sure kwamba kila wilaya wanakuwa paralegals 25. Na wote hawa wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu sio watu tu ambao wanatoa msaada wa sheria, yani wanawajengea uwezo wananchi namna kufuatilia vitu vyao. Na ndio unakuta kwamba wananchi wanaweza kuwa na collective action against, tufanye labda mining company inachafua labda mito na nini, wananchi wanaweza kumobilize wakaenda kuchallenge hicho kitu. Lakini pili, legal empowerment imefanya vizuri sana pia sehemu zingine za Afrika. Kwa mfano ukienda Sierra Leone, kama mnavyojua kihistoria, Sierra Leone ilikuwa imeundergo a long time war kwa miaka kama 11. Sasa walipokuwa kwenye transitional justice, walikuwa wanajaribu kuangalia how are they going to compensate the people who have been affected by the war. Kipindi hicho in Sierra Leone wakaja na program ambayo sasa wakasema kwamba we have to use locals wa empower kisheria ili waweze kuwaguide watu how to be compensated in the process. Kwa hiyo ukiangalia hii program ya paralegals, ingawa sio kila nchi wanaita paralegals, wengine wana majina yao, wanaita barefoot lawyers, wengine wanaita sio nini, wengine wanatumia hata traditional chiefs ambao wanakuwa trained kwenye mambo ya sheria na wanawasaidia wananchi wao. Well, it worked well in Sierra Leone, lakini pia na nchi zingine kama Myanmar nadhani pia imefanya vizuri sana, Indonesia. Kwa hata sisi kwetu tunaweza nikasema
legal empowerment kwa kweli civil society ambao wako legal aid providers wamejitahidi sana kufanya kazi kwa karibu na paralegals. Ukiangalia paralegal kwa kweli wameprogress vizuri sana. Kwa hiyo sasa ukianza kuangalia kwamba nini kifanyike sasa, nadhani hatujafikia bado pale. Na ndio maana naona kwamba sasa hivi kuna movement ya Mama Samia Legal Aid Campaign, huo ni upande wa serikali wanafanya Samia Legal Aid Campaign, lakini sisi kama civil society, especially TAWA, today we are celebrating 35 years and we are saying that we are cultivating a legacy of justice and equality. So how are we pushing that forward harder so that we reach people down there ambao wanahitaji msaada wa sheria na kujua sheria ili waweze kusimama kwa ajili yao wenyewe, not necessarily mtu aje waongelee. Wao wenyewe wawe sauti zao, yaani watumie sauti zao kudai vitu vyao na sio mtu aje waongelee. Maana tunajua kwamba sometimes unakuwa challenge kwamba wewe mbona unaongea sana na mwenyewe aliathirika hajaongea. So we want people to speak on their behalf, wakiona kuna shida waongee. Na hii inamaanisha kwamba katika nyanja zote, not necessarily kwenye tuiangalie tu in a narrow way kwamba kwenye sheria, tunaangalia pia kwenye mambo yanayotuzunguka kila siku ya siasa, watu wanashiriki vipi, kuanzia mambo yanayoathiri, kwa sababu siasa ni maisha yetu kila siku. Kwa hiyo tukisema kwamba wananchi wasijue, pia wanatakiwa wajue. Kwa hiyo vipi, yani je, wananchi wenyewe kiangalia hali ikoje, wana uhuru wa kufikiria wenyewe na nini, ni vitu ambavyo vya msingi wananchi wanatakiwa kujua, kwa sababu kiuhalisia ukiangalia mambo mengi yanatokea lakini wananchi wanakaa kimya. Kwa mfano mmoja ambao ni very clear, ripoti ya CAG ikitoka, ni wananchi wangapi wanakaa na kujadili ile ripoti ya CAG? Inaonekana inajadiliwa na watu wachache tu. Issues zinakuja, zinaletwa, zinakuwa ni zile kila mwaka, na mwaka tena itakuja hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba tungekuwa na active participation ya watu wamekuwa well empowered, watu ambao wanaishi kwenye jamii ambayo iko yani na socially ina justice, yani ina culture ya justice, ni rahisi sana kuchallenge vitu kama hivyo, kwa sababu ni vitu vyao. CAG anatoa report ile ni kodi yako mwenyewe umelipia, lakini you cannot challenge kwa sababu hauko empowered well. Lakini if we empower people to speak for themselves, I think we are going to do better in terms of development and other stuff. Thank you so much. Asante sana Dada Fortunata, that was very profound. Kuna wakati tunaandaa alafu mteja anatembea na document alafu afai. Lakini huduma ya msaada ya kisheria inaitail pia uwakilishi mahakamani. Tunawakocha wateja waweze kujiwakilisha wenyewe mahakamani, lakini pia tunafanya usuluhishi ADR kwa kesi ambazo ziko mahakamani na kwa kesi ambazo haziko mahakamani. Lakini pia tunawaelimisha legal education. Lakini pia tunasaidia kufanya follow up of cases ambayo sasa ni pia kwa maendeleo ya teknolojia imewezeshwa zaidi, kwa sababu unaweza ukakaa kwenye dawati lako na ukaingia kwenye judiciary portal na ukaweza kujua kesi ya mteja imepangwa lini. Sasa nimeulizwa hapa, je, hawa wananchi au hawa tunaohudumia kutoa huduma ya msaada wa kisheria wanaufahamu lakini sio wote. Kuna ambao wanaufahamu na kuna ambao wanaufahamu lakini hawana utayari kulingana na mfumo dume, lakini kulingana pia na zile barriers ambazo keynote speaker alikuwa amezielezea, geographical barriers, economic barriers na literacy pia. Kwa hiyo TAWLA kama moja ya kazi yetu, core function yetu ya kutoa hiyo huduma ya msaada wa kisheria, tumekuwa tukitumia hizi elements ambazo nimezieleza za huduma ya msaada wa kisheria kuweza kuwapa empowerment au kuwawezesha hawa wananchi waweze kufikia haki yao. Na tumekuwa tukifanya hivyo kwa kushirikiana na wadau ambao nimeanza kwa kusema mahakama, lakini kuna haya mabaraza ya ardhi, kuna TLS na wadau wengine, bila kusahau Wizara ya Katiba na Sheria hapo ndo inaturatibu. Kwa hiyo moja ya achievement kubwa sana ambayo tunaweza tukaona kwamba ni tunaweza tukaassess kama wananchi wana uelewa wa hizo sheria ni ile wingi wa
wateja kujitokeza kwenye vituo vyetu vya huduma msaada wa sheria, lakini hata tunapoenda kufanya engagements, kwa sababu pia tunafanya mobile legal aid, kutoa huduma msaada wa sheria nje na zile ofisi zetu 6 ambazo zina clinics. Kwa hiyo kumekuwa kuna tana kubwa sana ya wananchi wakihitaji huduma ya msaada wa sheria, wake kwa waume. Lakini pia kumekuwa na itana inaweza ikawa ongezeko la uelewa, lakini pia mfumo wezeshi, kwa sababu sasa hivi lazima tupongeze Wizara ya Katiba na Sheria kwa kufanya jitihada za kuelimisha jamii kuhusiana na huduma ya msaada wa sheria. Hapo nyuma ilikuwa tunafahamu tunasema bush lawyers lakini hii sheria ya huduma ya msaada wa sheria imewezesha sasa hivi kuna formalization, paralegals wanafahamika, lakini hata na sisi vituo vya huduma ya msaada wa sheria tunafahamika na tunapewa ushirikiano wa kutosha. Hata mahakama sasa hivi wameanzisha zile legal aid desk, ambao kwa mfano katika vituo jumuishi ambapo vimeshaanzishwa Taula na yenyewe tunakaa pale. Kwa hiyo ushirikiano umeongeza idadi ya wananchi wanakuja kwa wingi, wanapiga simu wakihitaji huduma ya msaada wa sheria. Sasa inakuja resources, kwa sababu people are aware, but the resources now, financial and human resources, lakini technology pia. We are keeping up, we are striving to keep up with the technological advancements, kwa sababu sasa hivi kila kitu kimehama kwenye mtandao. So it's a success, but the challenges are also there. Challenges ambazo zinaenda zikiweza kutatuliwa. Nashukuru sana Dr. Sesi. Asante sana Neema. Ni ngumu kuelezea teknolojia kwa maneno Yes, Sarah ni mtaalamu wa sheria na teknolojia. She's an expert of law and technology. In most cases, she would love to present her work via slides, which is much easier for us all to understand. Yes, probably you can. Yeah, we are on. I can already view one of the slides there. And probably that is the tool you were talking about. Maybe you go to the first one. Keep going up. Back to the beginning. You can stand, maybe come up now. We would love to see your slides if you can. Talk you through it. Too easy. Yes. Could you go to the first? One more before that? Yes, here we are. So here we have, this is a technology. So this is the big question. Is there a better way to deliver justice services? And you know, we have now in the age of AI, aren't we, with all these automated tools and mobile phones and smartphones and even the Kidochi phones. We have such a significant penetration of mobile phones across Tanzania now. So this is the question. Is there a better way to, or more tools really to do our job? We still need people in the loop, but can we leverage technology? So the next slide. So this is part of the research I did with many women, and I'm sure you will see this in your work, asking women, what is your story? Tell me your story. What's your justice story? What's the problem you're facing in your daily life? And much of that was around succession, inheritance, gender-based violence, you know, the things that you all see in your daily work. And the next slide, so bringing this all together came to the development of the Digital Legal Assistant at Awakili, which is available for paralegals to use and also for women to use. And the next slide. And so this is the findings. So this is just really going back to my sister's point here around empowerment and agency. And so these are some of the questions we asked the women when they were using it. How useful is it? How do you feel? How much agency do you feel now over your legal problem, your access to information, your access to knowledge?
And so there's really that point around how they rated it, that really highly more empowerment through using this tool. And then the next slide, and this is just a quote. This is the best thing. Women are crying, they don't know what to do. This is something easy to help them. This is that sense of empowerment, this link between technology and legal empowerment. And I think that's the last slide, is what's the future? And this is a Tanzanian artist, and he is sort of imagining this future of this intersect between culture and customary traditions and then technology and the collision of the two. Yeah, so I think I would leave it there. That's just really to give you a flavour. As Fulgence was saying, we do have this issue of access, mobility, distance from resources. So I think technology is one of the tools that we can use to help bridge this justice gap. So that's a very quick tour of 5 years of research, but asante, nashukuru sana. Asante sana Sarah, tunashukuru sana. Asante sana kwa wasilisho lako. Thank you for your presentation. Sarah anasema amekuwa akifanya tafiti zake Tanzania ya kwa namna gani tunaweza tukaboresha upatikanaji wa haki kwa kundi la wanawake, zaidi ya jikita kwenye kundi la wanawake, lakini of course mjadala wetu unahusu upatikanaji wa haki kwa wote. Na tafiti yake imekuja na majibu kwamba teknolojia inaweza ikaingia. The technology can enter the scene to enhance access to justice in Tanzania kutokana na gaps ambazo alikuwa amezi-identify kama mtafiti. Na agency Sarah has now provided us with a future of access to justice in Tanzania, or we can leverage on technology. Fulgence hapa alitupa historia, dada Fortunata and Neema wametupa picha ya where we are, hapa tulipo sasa hivi. Sarah ametupa the possibility of enhancing access to justice in Tanzania. Sarah has played a major role in providing insights of what does the future look for us in matters access to justice in Tanzania. Sasa nitasogea kwa dada Esther. Kutokana na haya yote ambayo umeshasikia, tumepata historia tulipo na tunapokwenda. Je, sheria, nafasi ya wizara yetu ya katiba na sheria katika haya yote ni nini? Na nini ni uzoefu, na wewe je unaiona future na hapa tulipo sasa kama sisi tunavyoiona? Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelee. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Esther Msambazi, ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa sheria katika Wizara ya Katiba na Sheria. Asante sana Dr. Cecilia, lakini pia nipongeze mchokoza mada Fulgence Masawe kwa mada yake nzuri sana. Lakini pia niwapongeze wachangiaji waliochangia, wamechangia katika nyanja tofauti tofauti. Tumeona masuala ya teknolojia, lakini tumeona kweli wanaotoa huduma wanapata wale wateja. Lakini pia Fortunata ametueleza hali halisi tulipotoka, lakini na hapa tulipo leo. Kwa kama ulivyoeleza, roli ya Wizara ya Katiba na Sheria kimsingi ni kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wakati na kwa ufanisi. Na katika kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wakati na kwa ufanisi na kwa watu wote, Wizara inaratibu ili upatikanaji wa huduma za msaada wa sheria, ili kwamba wale wasiokuwa na uwezo waweze kuifikia haki. Mchakato ulikuwa ni mrefu, tulipotoka ni mbali, sitaki kurudia, Fulgence ameeleza vizuri. Sasa hivi mwanga upo na tunaona watu wanapata kweli haki. Na kama wizara, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma kwa wananchi, wale walioko kwenye kata kabisa kule na vijiji. Kwa kitu ambacho kilikuwa kikifanyika hapo awali, kwanza tulianza na kutambua wasaidizi wa sheria kwenye sheria, kwa sababu mwanzoni walikuwa hawatambuliki na sheria. Walipotambuliwa wakapewa majukumu yao ambayo ni vile specific, ameelezea, sitaki kuyarudia. Lakini pamoja na mafunzo ambayo pia sheria ilianzisha, mafunzo ya muda mfupi, kuna certificate, lakini pia kuna diploma. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba kwenye kazi ya jamii kule kunakuwa kuna hawa wasaidizi wa sheria. So far mpaka sasa hivi tuna wasaidizi wa sheria zaidi ya 5,000, lakini wale waliosajiliwa ni 2,000. Kwa hiyo wanapatikana kabisa kule kwenye jamii. Lakini tunazo kata nyingi. Sasa hivi bado tuko kwenye kazi ya kata kama serikali.
tuna kata zaidi nadhani nyingi zaidi ya hiyo idadi ambayo nimehitaji hapa paralegal. Kwa hiyo tunaendelea kufanya mafunzo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba zile kata ambazo hazina paralegal zinakuwa na paralegal. Ukiwa na paralegal pale kwenye ngazi ya kata, atakayekutana na ukatili wa kijinsia atamkimbilia paralegal kama mtu wake wa kwanza kabisa kukutana naye. Na paralegal ndo anaweza kumsaidia ni wapi pa kwenda kupata hiyo haki yake. Kwa hiyo kama serikali tunatarajia kuwa na paralegal kila kata, na huo ni mpango ambao tuko nao ili kwamba mwananchi aweze kupata huduma kwa haraka. Lakini swala la pili, kwenye huduma ya msaada wa sheria tunahitaji zaidi pia mawakili. Tumeona changamoto ni kubwa sana. Tunatoa elimu, tunaelimisha wananchi, tunafanya advocacy. Wananchi wanajitokeza hapa wanakuwa na masuala ya sheria ambayo yanahitaji mawakili. Kwa kama wizara pia tumekuwa tukifanya initiative mbalimbali. Cha kwanza ambacho tulikifanya, nadhani tuliingia makubaliano na chama cha wanasheria Tanganyika ili kwamba mawakili waweze kupatikana kwa wananchi. Na kwa sasa hivi mpango ambao tunao na TLS, naona CEO yuko hapa, tunatarajia kufanya mafunzo kwa mawakili ili at least kila halmashauri au tuende kwenye ngazi ya wilaya tuwe na wakili mmoja. Ili paralegal awe na moja kwa moja na referral kwamba akipata mteja ambaye anahitaji kwenda mahakamani atampeleka moja kwa moja kwa wakili. Lakini hiyo ilikuwa ni initiative tu. Bado tuna mashirika kama TAWLA ambao wana ofisi sehemu mbalimbali. Tunaendelea kuwalinki na wateja wa legal aid. Kuna wale ambao huwa wanakuja moja kwa moja wizarani. Tulikuwa tunaandika barua, tunapeleka TAWLA, kama tunapeleka TLS, tunapeleka Legal Aid Human Rights Center na mashirika mengine. Lakini kwa nini tuliingia makubaliano na TLS? Tunaamini TLS mawakili wote, hata wanachama wa TAWLA, nyinyi wote mko chini ya TLS, wale ambao ni mawakili. Kwa hiyo kwa coordination ya TLS inawezekana tukapata mawakili wengi zaidi kama stepping stone kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Lakini haimaanishi kwamba wale mashirika mengine haendelee kutoa huduma, wale ambao wana mawakili na wale ambao hawana mawakili. Lakini lingine, Mama Samia Legal Aid campaign tutakuja kueleza mwishoni kama muda utaniruhusu. Lingine ambalo serikali pia imefanya, tuliona tuanzishe madawati ya msaada wa kisheria, Legal Aid Desk kwenye halmashauri zote. Kwa katika halmashauri 184 tunao maafisa dawati wa msaada wa kisheria. Tunaanzisha madawati ili kwamba mwananchi basi atakapokuwa amekutana na changamoto anaweza pia kwenda kwenye ofisi ya halmashauri, kwa sababu kuna wengine huwa hawaendi kwenye kata. Moja kwa moja anaenda kwa mkurugenzi, anaenda kwa DC. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa kuwa na madawati ya msaada wa kisheria. Kwa hiyo tuna madawati 184 kwenye halmashauri zetu zote Tanzania bara ambazo zina maafisa zaidi ya 2 kwenye halmashauri moja. Na wale wanashirikiana na watu wa huduma wengine wote wa msaada wa kisheria, lakini wanatusaidia kwenye yale masuala mengine ambayo ni ya kiserikali. Tunafahamu changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo hata kwenye legal aid. Nyingine zinatokana na watendaji wetu wa serikali. Kwa hiyo akiwa pale kwenye halmashauri ni rahisi yeye pia kuweza kumsaidia yule mteja, mwananchi ambaye anahitaji huduma na akaweza kupata huduma kwa haraka. Na tulianza madawati haya mwezi wa 11 na mpaka sasa hivi mafanikio ni makubwa sana tumeyapata kupitia haya madawati. Wananchi wanapata huduma kwa haraka, lakini changamoto nyingi zinashughulikiwa na sisi tunapata taarifa kwa wakati na tunaweza kuzifanyia kazi. Zile ambazo zinakuwa zinawashika, basi kama wizara tunalo dawati pia kupitia idara ya msaada wa kisheria tunashughulikia kwa haraka ili wananchi waweze kupata hizo huduma. Lakini tuna kliniki za msaada wa kisheria za vyuo vikuu. Hawa ni watu wa huduma msaada wa kisheria, lakini kutokana na speciality yao tuko kwenye majadiliano ya kuandaa mwongozo ili tuwe na kliniki ambazo zinafanana, ili kwamba kliniki zile zitumike kama sehemu ya kufanya tafiti kwa walimu wa kuweza kujifunza, ili akitoka pale masuala ya msaada wa kisheria yasiwe ni masuala mageni kwake, kama ambavyo kliniki ya msaada wa kisheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambao ni kongwe kabisa na vyuo vikuu vingine. Kwa hiyo sasa hivi tuna vyuo vingi sana vya sheria. Kwa hiyo tuko kwenye majadiliano ya namna ya kuboresha ili kliniki hizi kweli ziwe na msaada. Lakini kliniki pia zitumike kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa ile community ambayo inaizunguka na kuweza wananchi kuweza kupata huduma. Yapo masuala mengi ambayo serikali inafanya kuhakikisha kwamba kweli mwananchi anaweza kufikiwa. Lakini nikizungumzia Mama Samia Legal Aid campaign, historia yake huko nyuma tulikuwa tunafanya Legal Aid wiki ambayo tulikuwa tunakutana mara moja kwa mwaka, mwishoni mwa mwaka tunatoa huduma msaada wa kisheria, lakini mara nyingi tulikuwa tunakaa mjini, hatuwezi kufika kule kijijini.
Kwa baadaye ikaonekana kuna uhitaji wa sisi kwenda kijijini kabisa kwenda kumfuata yule mwananchi. Na hapo ndipo ilitokea Mama Samia Legal Aid Campaign. Na utekelezaji wake inatekelezwa kwenye ngazi ya kijiji kabisa. Na mpaka sasa hivi kampeni imeshatekelezwa katika mikoa 25 ya Tanzania bara. Umebakia mkoa wa Dar es Salaam ambao tutakuwa ni mkoa wa mwisho, nadhani tutafanya mwezi Juni mwaka huu. Na Zanzibar karibuni tutafanya mikoa 3 na wanatarajia kukamilisha ile mikoa 2 ambayo mwanzoni walifanya, lakini imeelekezwa kwamba tufanye tena, turudie kwa sababu haikuwa effective. Kwa hiyo namna ambavyo inatekelezwa, tunahusisha wataalamu wa kwenye halmashauri husika, including na wale watu wa huduma kwenye halmashauri. Kwa nini? Ili wale waendelee kushughulikia zile changamoto za wananchi hata baada ya kampeni kupita. Kwa hiyo timu za utekelezaji kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia zinatoka kwenye halmashauri husika. Wako maafisa ardhi, wanasheria wa halmashauri, lakini mawakili wa kujitegemea. Lengo ni kwamba kuwe kuna sustainability, kwa sababu mkipeleka timu ambayo imetoka katika national level, wakiondoka hawataendeleza tena ile kampeni. Kwa sisi kama wizara tunaratibu, lakini utekelezaji wa 100% unafanyika na watendaji katika halmashauri husika. Na katika halmashauri moja tunakwenda kata 10 au zaidi. Na katika kata moja huwa tunafikia vijiji 3. Kwa jumla kwa halmashauri unakuta tunafikia vijiji 10. Na watendaji wale wa kata, watendaji wa vijiji, wenye vitu wa vijiji ni sehemu ya ile timu ya utekelezaji. Kwa tunawapatia mafunzo, lakini pia kama watu wanaoshughulikia masuala ya wananchi, lakini pia na wao wanashiriki kama watu wa huduma, kwa sababu masuala mengine yanawakuta. Baada ya kumalizia katika migogoro ambayo tulikutana nayo wakati wa utekelezaji wa kampeni, migogoro inayoongoza ni migogoro ya ardhi. Na hii ardhi imegawanyika. Kuna ardhi pasele, lakini kuna ile ardhi ambayo ndani yake kuna mirathi, na kuna ardhi ambayo ndani yake pia kuna masuala ya ndoa. Na lingine pia ni masuala katika kijinsia. Kwa sababu kubwa ambalo tumeliona pia mila na desturi bado zipo. Kama alivyosema Neema, hata kujitokeza wanawake, kwa sababu Neema pia ameshiriki sana kwenye hii kampeni. Kujitokeza wanawake wakati mwingine ni changamoto kutokana na mila na desturi ambazo zipo. Asante sana. Asante sana dada Esther. Hilo lilikuwa ni wasilisho lenye information nyingi ambazo wengi wetu tulikuwa hatufahamu. Most of us were not aware of all these initiatives by the Ministry of Constitution and Legal Affairs. Nimenote kwamba target kubwa ya Ministry of Constitution and Legal Affairs ni kuhakikisha to ensure very wonderful presentation to our dear presenters, and special thanks to Fulgence Massar for a very good introductory remark. You set the tempo, and for all of us to follow through, it all depended on your first presentation, so thank you. So as I see there, we have the theme of cultivating legacy of justice and equality. And our dear presenters today have done justice to the presentation that they've given us. But I was also thinking, I just Googled the first thing, what is justice? And simply it says, the law is applied impartially. So I'm thinking, is it so in reality? Sheria zetu tunazi apply impartially? I don't think so. Kwa sababu kuna roadblocks kadhaa ambazo zitasababisha equality itokee. So ningependa pia tuweze kuaddress those issues. Following on what you have presented here, kuna roadblock moja ya social or political status ya mtu. Kama ni mtu ambaye ana hela, na hii ni globally, mtu mwenye hela anaweza ku-afford access to justice kuliko mtu yule ambaye hana pesa. Kwa hiyo how do we make the bridge there so that everybody would at least get a semblance of accessing justice, especially in our situation. And then there was an issue of gender as presented by Fulgence Massar. Bado ipo, tunaweza tukazani it's not there in our societies, but bado ipo. Kwa mfano mtu mwingine akishaolewa akiingia kwenye ndoa, stereotype ni kwamba wewe ni ushakuwa mwanamke, msikilize mume wako anasema nini,
fanya vile mume wako anasema, na hata zile property ownership. Mwanamke bado anakuwa hawezi kuown hizo property. So these are the issues which I would like you also to address. Lakini pia tukiangalia infrastructure tulizo nazo. Je, mtu anaweza akatoka sehemu moja akaenda sehemu nyingine ili kusudi kuweza kupata ile haki yake? Can I move from the place where I am to the place where I'm supposed to go to court? What about the adjournments that we see every time? You see, those kind of things, it reaches a point where some people just give up. So like, it's too expensive to just follow up on my rights rather than letting it go. So those are the things which I would also wish for you to address. And then there's the physical challenges. People with disabilities, yes, I'm very brave. People with disabilities have much more challenges than the rest of us. And this one, since the moderator is on my case, I would like also to address to Madam Esther. The legal